Kwa majina ninaitwa Augustine Muhiza, ni katibu mwenezi wa jimbo la Babati, pia ni mwenyekiti wa baraza wazee jimbo wilaya ya Babati mjini, Babati kwa ujumla, Babati vijijini na Babati mjini. Asante, ninawakaribisha waandishi wa habari kwa sababu ya kuzungumza na nyinyi. Kuna mambo ya msingi ya kusema na nyinyi. Unajua taifa letu limekuwa ni taifa ambalo halitaki kuelezwa ukweli, lakini sasa tumeamua kwamba tutayasema yale yote. Kwa hiyo karibuni sana, na ukiwa na maswali utaniuliza. Asante. Kuna ujio wa mwenyekiti wa taifa. Ilikuwa aingie tarehe 29 aanze ziara kwenye mkoa wetu, lakini kutokana na ratiba ilivyokuwa tumepanga itakuwa tarehe 30 jimbo la Babati mjini. Tarehe 30 Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wetu wa taifa, atakuwepo katika jimbo la Babati kwa ajili ya kuongea na wananchi. Kwa sauti hii ninakaribisha wanamkoa wa Manyara wote kuja kusikiliza Mheshimiwa mwenyekiti wa taifa Tundu Antipas Lissu Babati mjini. Tutaanzia sehemu nyingine kwa sababu kama sisi tuna maeneo mawili makuu. Kuna jimbo la Babati vijijini na kuna jimbo la Babati mjini. Kwa hiyo haya majimbo yametofautishwa kidogo, lakini pia kuna Mburu, bado kuna Simanjiro, bado kuna Kiteto. Katika mkoa huu wa Manyara tuko hivyo. Kwa hiyo kuna sehemu atakayoanzia, lakini kwa Babati mjini itakuwa ni tarehe 30 mwezi wa 4. Nazungumzia kwa upande, yani kwa ujumla, yani kanda hii ya kaskazini ataanzia Manyara au kanda atakuwa ameshaanzia kwenye maeneo. Wamegawanyika katika makundi mawili. Kundi la kwanza litakuwa na Mheshimiwa makamu mwenyekiti John Heche, atakuwa katika mikoa ya Tanga na Moshi. Na sisi tumempata Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye tutaanza naye, tutakuwa naye katika hii mikoa mingine iliyobakia. Unajua kuna kitu kimoja ambacho saa nyingine kinaleta sintofahamu. Anakuja kwa ajili ya uhamasishaji juu ya neno no reform no election. Hili limeleta ukakasi kwa wananchi, limeleta ukakasi kwa serikali. Na hiki ni lazima nikiseme. Tatizo la Watanzania hawana somo la uraia, hawajitambui. Ama hatujitambui. Kwa sababu hatuna somo la nini? La uraia. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwajiri wake mkuu ni mwananchi. Na mwenye uwezo wa kuzuia uchaguzi ni mwananchi, si mtu mwingine. Na ndio maana tunapita kila mahali tukusema no reform no election. Kama hakutakuwa na mabadiliko katika maeneo mawili makuu, tume huru na katiba, wananchi wakazuia uchaguzi. Sasa ninazungumza hivi, wamekishaanza kuleta slogan ndugu zetu, wanasema kutakuwa na maandamano. Hatujasema maandamano. Kuzuiwa kuna maana nyingi sana, kuna vitu vingi. Ninataka wajielewe, kuzuia kuna vitu vingi. Na tunaposema kwamba tunakwenda kuzuia uchaguzi, sio tutasimama na bunduki ama tutasimama na mapanga, no. Ni wananchi watasema hatuhitaji uchaguzi mpaka katiba ilifanywe, ipate katiba yetu ya wananchi tuliyojiandaa nayo wakati wa Kikwete, halafu tuje kwenye tume huru. Tume huru pia ni ya wananchi, katiba ni ya wananchi. Wajielewe kwamba wao ndio wenye katiba, sio serikali ndio wenye katiba. Na wao ndio wenye tume, sio serikali ndio wenye tume. Sasa leo tume serikali imekamatia vitu vyote hivyo. Halafu tunakwenda kwenye uchaguzi, tunakwenda kufanya nini? Sasa kuna kikundi kinasema kwamba chama chote kinaanzishwa kwa ruzuku. Ni ujinga. Kilipoanzishwa kilianzishwa kwa ruzuku. Ni ujinga. Kwani toka tunafanya siasa tumeletewa hela sisi katika mikoa? Tumeletewa hela za mikutano? Tumeletewa hela za uchaguzi? Mbona hatujaziona? Unaendaje kwenye uchaguzi kuna fedha?
Na kumbe wanasema tunategemea ruzuku. Tunakwenda kwenye uchaguzi kwa sababu chaguzi zetu tunajitoa kwa hali na mali sisi wenyewe kwenda kwenye uchaguzi. Sio lazima fedha. Sasa kikundi kimekwama kwenye fedha. Kwa hiyo wao ni watu wa fedha. Sasa nataka niwaambie kabisa kwamba sisi hatufanyi siasa kwa ajili ya fedha. Tunafanya siasa kwa ajili ya kuwakomboa wananchi. Sikiliza ndugu yangu. Mimi ninataka nizungumze ukweli. Kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvisema kwenye media. Tunapaswa tukemeane ndani kwa ndani. Kwa nini nasema hivyo? Tunapofika mahali tunaanza kubabaduana, tunataka kuingia kwenye vikao vya ndani. Kama wao ni wakweli, G55 watueleze Soka yuko wapi na amechukua action gani na wenzake. Watueleze Mohamed Kibao yuko wapi, amekwenda amezikwa, walichukua hatua gani baada ya yule mzee kuuawa. Watueleze. Na hao walikuwa makao makuu. Huyu mmoja alikuwa ni katibu mwenezi wa taifa, John Mrema. Katibu mwenezi wa taifa hajatembelea kwenye mikoa kuona chama kinakwendaje, anafanya kazi makao makuu tu. Leo anataka kumdanganya nani? Watueleze. Yeye ndiye anayesema, kwa sababu amezoea kwamba tunachokifanya ni maandamano. Sawa Ndiyo anachosema watu watakufa wengi. Kama mtu umekaa nyumbani kwako unaogomea uchaguzi nyumbani kwako utakufa. Kuingia barabarani. Na hata hivyo tunaingia barabarani. Je, watu wakifa unakwenda kuongoza kina nani? Bali ninachokisema kuna utaratibu utakaofanyika ambao ni wasiri, ambao uko chini ya kapeti. Uchaguzi unakwenda kuzuiwa usifanyike. Mimi niseme kabisa kwamba uchaguzi utafanyika, mimi sina hasara. Sina hasara. Sijapoteza. Nitaendelea kukimarisha chama. Lakini kuna wanachama wenu wataenda kwenye vyama vingine vya upinzani. Ni hiari ya mtu. Nilikushazungumza kwamba kwenda kwenye chama chochote ni hiari ya mtu. Hata mimi naweza nikatoka. Lakini ninatoka kwa ajili gani? Umeingia kwenye siasa kwa misingi ipi? Kwanza jiulize, umeingia kwenye siasa kwa misingi ipi? Wewe ujiulize na mimi nijiulize. Mimi nimeingia kwenye siasa si kwa sababu ya kutafuta mkate. Nimeingia kwenye siasa kama jukwaa la kuwasemea wananchi, ili wananchi wapate maisha bora, ili wananchi wanufaike na nchi yao. Sikuingia kwenye siasa kwa ajili ya kutafuta fedha. Sasa kama wao wameingia kwa ajili ya kutafuta fedha, ndio wao wanaogombania madaraka kule wa ubunge na udiwani, ni wao. Mimi sijaingia kwenye ubunge.